Mategemeo ya dabi ya Kariakoo ambayo iliweza kuahirishwa na bodi ya ligi pamoja pia na shirikisho la mpira miguu wa soka wa Tanzania ambao ni TFF. Sasa malalamiko makubwa kutokea kwenye klabu ya wananchi ni kwamba kiuhalisia mpaka sasa hivi kumekuwa na tetesi kuhusiana na dabi kurudiwa mwezi wa 5 tarehe 16, licha ya kwamba kwa klabu ya Yanga wao hawahitaji kucheza dabi tena kwa sababu kwa kile kilichoweza kutokea ni utovu wa nidhamu, kwa sababu tayari kilichoweza kulalamikiwa ni kwamba klabu ya Simba iliweza kuwashtumu klabu ya wananchi kutokuwaruhusu kufanya mazoezi, huku wakijisahau kwamba wao ndo waliotengeneza makosa, kwa sababu kiuhalisia hata kwenye barua ya TFF na bodi ya ligi ni kwamba Simba hawakufanya mawasiliano na ofisa wa mchezo, meneja pamoja pia na wenyeji wa timu ili mradi kuweza kufuata sheria na kanuni za kuweza kutumia uwanja mazoezi ambao ilikuwa ni tarehe 7, ambapo bila shaka ilikuwa ndo siku moja kabla kuingia kwenye dabi ya Kariakoo. Sasa kwa mujibu wa uongozi wa klabu ya Yanga kutokea kwa rais wa klabu, Rais Engineer Hersi, ni kwamba hakuna dabi itakayoweza kuchezwa kwa sababu wanachodai kwamba wanachostahili ni haki yao iweze kupatikana. Kama ni alama 3, basi klabu ya wananchi inastahili kuweza kupata alama 3 na kuvuna pointi hizo ili mradi kuendelea kama kawaida kuwa kileleni katika ligi. Lakini kitendo cha kusema kwamba dabi iweze kurudiwa mwezi wa 5 tarehe 16 kwa uongozi wa klabu Yanga hawakubali na hawajakubaliana na sekeseke na sakata hilo ambalo linaendelea kwa sasa, licha ya kwamba malalamiko na hata alama zote ambazo mashabiki wameweza kuzitoa, na hata pia kwa mdhamini mkubwa ambaye yupo kwenye upande wa cinematic ambaye tunamzungumzia mdhamini Azam TV, ambapo bila shaka nafikiri kwa kile walichoweza kukiinvest na maandalizi makubwa ya dabi yaliweza kutengenezwa kwa gharama kubwa, ni hasara zilizoweza kujionyesha ambazo bila shaka nafikiri kwa shirikisho la mpira wa miguu pamoja pia na bodi ya ligi ambao ni TPBL ama TPLB, ambapo nafikiri bila shaka kwa kile walichoweza kukionyesha ni moja ya dharau kubwa sana kwa mashabiki na hata kwa yale maandalizi yaliyoweza kutengenezwa, kwa sababu kila mmoja anajaribu kujilaumu kuhusiana na gharama alizoweza kuzitumia, sio kwa wale waliotoka mkoani, hata ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa upande wa klabu Yanga mpaka sasa kanuni na sheria zinastahili kuweza kutumiwa ili mradi Yanga ipate haki yao, kama ni kupewa alama 3, lakini pia na klabu ya Simba kuweza kupewa adhabu na kulipa fidia ama faini kwa kile kilichoweza kujitokeza. Kwa hiyo nafikiri kama endapo klabu ya wananchi wataweza kulifuatilia kwa makini kabisa, Yanga inastahili kuweza kupata alama 3, na huko klabu ya Simba ikiwa inasubiri adhabu kutoka kwa shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania, na hiyo ndo haki stahiki kutokea kwa wananchi. Tukutane kwenye comment. Hii ni Hatuboy Media. Kama utakuwa na maoni tofauti, lakini pia kama utakuwa na kuzungumza, basi tukutane kwenye comment, na hii ni Hatuboy Media.